Fikiria hivi, hii ni wakati wa joto kali siku ya zamani Kanaani. Ibrahimu sasa ana miaka 99, amekaa mlangoni mwa hema yake chini ya mialoni ya Mamre. Ghafla anainua macho yake na kuwaona wanaume watatu wamesimama mbele yake. Kinachofuata kinabadilisha kila kitu. Karibu kwenye Mwanzo hadi Ufunuo. Mimi ni mwenyeji wako na leo tunazama kwa kina Mwanzo 18, moja ya makutano ya kimungu ya ajabu zaidi katika maandiko yote. Hii si hadithi tu kuhusu wageni, ni kuhusu Mungu akikaribia, ahadi zisizowezekana na wito wa ajabu wa uombezi ambao bado unasikika leo. Mwanzo 18 inaanza na Bwana akamtokea karibu na mialoni ya Mamre. Ziara hii ya kimungu inafunuliwa katika mipango mitatu. Kwanza, ukarimu wa kipekee wa Ibrahimu, anakimbia kukutana na wageni, anasujudu chini na kuandaa karamu. Pili, ahadi isiyowezekana, Sara atazaa mwana ndani ya mwaka mmoja licha ya umri wake. Sara anacheka kwa kutokuamini, lakini Mungu anathibitisha neno lake. Tatu, ufunuo wa kimungu, Mungu anafunua mpango wake wa kuiharibu Sodoma na Gomora. Ibrahimu kisha anashiriki katika moja ya mashindano ya uombezi ya ajabu zaidi katika maandiko, akishughulikana kwa ujasiri na Mungu kutoka 15 ya wenye haki hadi 10, akiuliza, je, hakimu wa dunia yote hafanyi haki? Hapa kuna kile ambacho wasomaji wengi wanapoteza. Ibrahimu alikimbia kukutana na wageni hawa. Neno la Kiebrania rut linaashiria haraka ya dharura. Fikiria mzee wa miaka 99 akikimbia katika joto la jangwani. Hii haikuwa salamu ya kawaida, lakini utambuzi wa kitu cha kimungu. Pili, tambua viwakilishi vinavyoongezeka. Ibrahimu anawaita mabwana zangu, lakini maandiko yanasema Bwana alimtokea. Mmoja wa hawa watatu ni Yahweh mwenyewe katika umbo la kibinadamu, Kristofani, mfano wa Kristo kabla ya kuzaliwa mwilini. Tatu, kwa kweli walikula chakula ambacho Ibrahimu aliandaa. Mungu wa milele anajipunguza mwenyewe kwa ukarimu wa kibinadamu. Hii si ishara, ni ushiriki wa kimwili katika ushirikiano wa kibinadamu ukitangulia mzao. Kifungu hiki kinafunua mabadiliko makubwa ya kimungu. Kwanza, kutoka umbali hadi umakaribu, Mungu hasemi kutoka mbinguni bali anakaa mezani mwa Ibrahimu. Hii inaweka mfumo wa ushirikiano wa agano ambao unakamilika katika Kristo. Pili, kutoka hadi utendaji, kwa miaka 24, Ibrahimu amengoja mwana aliyeahidiwa. Sasa Mungu anaweka ratiba maalum, wakati uliopangwa mwaka ujao. Imani inahamia kutoka kuamini kwa jumla hadi kutegemea maalum. Tatu, kutoka baraka za kibinafsi hadi uombezi wa kikuhani, Ibrahimu anahamia kutoka kupokea ahadi hadi kusimama katika pengo la wengine. Anakuwa kile ambacho Musa baadaye anaita ufalme wa makuhani, kuwa mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu. Uombezi huu unafunua moyo wa Mungu, anatamani rehema lakini hawezi kuhatarisha haki. Kutoka mahali pao juu ya tukio, uumbaji wenyewe unastaajabua na kile kinachoendelea. Tai akiruka juu, anashuhudia mkutano wote kwa mshangao. Hua akihisi uwepo wa Roho, anaangalia ahadi isiyowezekana. Ng'ombe akiwakilisha huduma ya uaminifu, anaangalia ukarimu wa dharura wa Ibrahimu. Je, mnaona hii, marafiki? Yule wa milele anakaa mezani mwa mtu wa kifo akila mkate na nyama. Ni upendo wa aina gani huu? Naona pumzi ya Mwenyezi hapa. Anazungumza kuhusu kuleta uzazi kutoka tumbo lililofa. Hakuna kitu kigumu sana kwake. Angalieni jinsi mzee anavyotumika kwa haraka na furaha. Anatambua kitakatifu katika kawaida. Laiti wanadamu wote wangaonyesha ukarimu wa hamu kama huu. Na sasa ona, Ibrahimu anathubutu kushughulika na hakimu wa dunia yote. Ni ujasiri gani huu wanadamu wanaokuwa nao wanapotembea katika urafiki wa agano? Lakini ni upendo gani huu Muumba anaoonyesha akikubali uombezi kama huu? Anatafuta sababu za rehema, si udhuru wa hukumu. Ni jinsi gani Mwanzo 18 inabadilisha maisha yetu leo. Kwanza, fanya ukarimu mkuu. Huduma ya dharura ya Ibrahimu inatufundisha kuona kila mgeni kama mkutano unaowezekana wa kimungu. Waebrania 13:2 inatuonya tunaweza kuwakarimu malaika bila kutambua. Pili, shiriki katika uombezi wa ujasiri. Kushughulika kwa Ibrahimu na Mungu si kutocha, ni umakaribu wa agano. Mungu anatukaribisha kumshindana naye katika sala, kusimama katika pengo la wengine. Tatu, amini ahadi zisizowezekana.
Wakati Mungu anaweka ratiba maalum, anazishika. Kicheko cha Sara kikawa furaha ya Isaki. Hali yako isiyowezekana ni nafasi ya Mungu ya utukufu. 4. Tambua miadi ya kimungu. Ibrahimu alikuwa amekaa karibu na hema yake wakati mbingu iligusa dunia. Kaa macho, Mungu mara nyingi hutembelea katika nyakati za kawaida. Hebu tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, kama Ibrahimu, tunakualika ukaribie. Tufanye kuwa watu wa ukarimu mkuu ambao tunaona uwepo wako katika maeneo yasiyotarajiwa. Tupe ujasiri katika uombezi, kusimama katika pengo la familia zetu, jamii na mataifa ambayo yanakabili hukumu yako. Tusaidie kuamini ahadi zako zisizowezekana hata wakati mazingira yanacheka imani yetu. Tufanye tutambue miadi ya kimungu unayopanga katika nyakati za kawaida. Badilisha kicheko chetu cha mashaka kuwa furaha ya ahadi zilizotimia. Tunaomba hii kwa jina la Yesu ambaye ni utimilifu mkuu wa kila ahadi kwa Ibrahimu. Amina. Wageni watatu wa Ibrahimu wanatukumbusha kuwa Mungu anatamani ushirikiano wa kirafiki na watu wake. Anakuja karibu, anatoa ahadi zisizowezekana na anatukaribisha katika huduma ya uombezi. Wakati ujao tutashuhudia uharibifu wa Sodoma na Gomora na kuona jinsi rehema ya Mungu inavyolinda wenye haki. Hadi hapo, fanya ukarimu wa ujasiri na uombezi mkuu. Mungu anasikiliza.